Uhali gani ndugu mpambanaji? Bila shaka uko na maswali mengi yanayokusibu kuhusiana na kuwekeza katika sekta ya ujenzi, hususan kwenye gharama, faida, michakato, leseni na ubora wa majengo. Karibu Thamini Ujenzi Podcast ni jukwaa la kipekee linalokukutanisha na wataalamu wa ujenzi, haswa wahandisi, wakadiriaji majenzi, wasanifu majenzi, wataalamu wa real estate na wote wanaohusika katika tasnia ya ujenzi. Ungana nami Catherine Shio katika kuchambua wazi namna ya kuelewa, kuthamini na kunufaika katika ujenzi wako. Hii si ya kukosa. Uhali gani ndugu wapambanaji? Na leo kwa mara ya kwanza kabisa tuko na mgeni wetu wa kwanza, anaitwa Rhoda Mlowo. Ni architect aliyehitimu hivi karibuni. Pia ni multitask, sijajua kwa Kiswahili naikaje, ila anafanya vitu vingi. Ameajiriwa, pia anafanya freelancing na ana biashara nyingine nje na kwenye architecture. Karibu Rhoda. Asante sana. Kabla ya kuanza, nitapenda kukuuliza, ukipata chance ya kudesign nyumba nchini Tanzania, utadesign wapi na kwa nini? Okay, kwa nchini Tanzania, mtu akianza kuniuliza nitadesign wapi? Nyumba ya kuishi mwenyewe au ya kuishi mwenyewe? Aha. Mimi binafsi nitapendelea kudesign au kujenga katika mkoa wa Iringa. Naweza kaulizwa kwa nini? Yeah. Nimeishi sana Dar es Salaam na mikoa ambayo ina joto. Kikweli joto it's something else. Lakini kwa mkoa kama wa Iringa napenda the nature. Kwanza kuna ile view ya landscape yake asilia, ule uoto wa asili, milima na mabonde yake and the fluence ya upatikanaji wa maji. Lakini pia nina uwezo wa kutumia natural materials ambazo zinapatikana kule kutokana na udongo wake kuwa mzuri. At the same time napenda katika nyumba yangu napendelea sana old kind of design. Na kutokana na nature ya udongo kuwa na rutuba, maana yake naweza nika-implement ama nikapata different kind of gardens within the house. Kwa sababu naweza nikaweka edible, zile bustani za mboga mboga. Yeah. Kwa hiyo inawezekana nikawa nyumbani kwangu lakini napata each and everything. Kwa hiyo kwangu mkoa wa Iringa it's the best, lakini pia nitakuwa napunguza cost, maana yake nitakuwa sina haja kwanza kununua feni whatever the cases. Kwa hiyo kwangu Iringa it's the best. Tungependa kufahamu ni kitu gani kilikuvutia kuja kusoma architecture? Okay. Nakumbuka by the time namaliza kidato cha 6, wakati tunaanza kufanya application, I was very interested kuwa an petroleum engineer wa mafuta na gesi. Na ilikuwa ni kati ya moja ya kozi ambayo ilikuwa ina hit sana by then. Nadhani mlikuwa mnakumbuka kipindi cha mheshimiwa wetu marehemu Magufuli. Na kwa sababu ya ule mradi ambao kwa nataka kuanzisha Songa Solve the Cases, lakini baadaye nilibahatika kukaa na baadhi ya watu ambao nilimaliza nao O level na wale ambao walikuwa very best at school, lakini asilimia kubwa niliona wamemaliza lakini the struggle of patikanaji wa ajira na nini. Lakini pia nikaona mimi napenda sana creativity, I like doing something, and apart from being very theoretical, kwa sababu petroleum na gesi maana yake ni kwamba unapata instruction. Kuna ile namna ambayo nataka niingize ubunifu wangu mimi mwenyewe, nikaona kuna namna nakosa. Kwa hiyo sikushauriwa na mtu kuingia katika hiyo kozi, lakini niliingia nikaanza kusearch. Yaani naweza ngakwambia ona kama my mentors mpaka kesho ananiulizaga. Ananiambia like, Rhoda, kwa nini uliingia kwenye architecture? Mimi niliingia mtandaoni nikaanza kusearch katika kozi ambazo naweza nikajiajiri. Ndio. Kwa sababu mimi napenda kuji-involve katika vitu vyangu. Ndio. Kwa hiyo wakati among the course ambazo niliona architecture, niliingia nikaanza kuidadavua, nilianza kuiangalia like what is architecture, what does it deal with. Nikaona kuna masuala ya ubunifu and I'm really like ubunifu. Hata ukianza kuuliza in my home place, mamangu always huwa anakuwa na surprise kwa sababu unakuta nimekaa kitu napenda, nimechukua chupa ya wine, nimetengeneza kitu, nimechukua hichi, nimechora, nimeweka. Kwa hiyo nikajikuta hii inaweza ikanifaa. Ingawa nilikuwa very disappointed na baadhi ya ndugu akaniambia ni mtoto wa kike unaingia kwenye kozi za kiume, you know that kind of thing. Yeah. Lakini napenda creativity, lakini pia self-employed kind of career. Ndio maana nikawa very interested kuingia katika kozi ya architecture. Kama mwanamke, ni changamoto zipi unazipitia katika tasnia hii ya ujenzi iliyotawaliwa na jinsia ya kiume? Okay.
Kama mtoto wa kike changamoto zipo nyingi, lakini naomba nitazitaja juu kwa uchache. Changamoto ya kwanza ni uchache wa watoto wa kike katika tasnia hii ya, nyinyi mnaweza mkaa mashahidi. Ukiangalia architect wengi katika nchi yetu kwa sasa bado ni asilimia kubwa ni watoto wa kiume. Wanawake tuko wachache. Kwa hiyo hiyo ni changamoto ya kwanza, kwa sababu kuna muda unaweza kuwa unapitia changamoto kama mtoto wa kike kwenye hizi kazi zetu, lakini unatafuta mtu wa kushare. Angekuwa mtoto wa kike mwenzako ingekwenda, lakini katika miradi mingi ambayo tunaenda kukutana asilimia kubwa variety ni watoto wa kiume. Kwa hiyo unaweza ukakuta kwamba tunakuwa tunamezwa na jinsia dume. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili ni kutokuaminika. Kwa sababu jamii yetu especially Tanzania, nadhani nyinyi ni mashahidi, wanaamini kwamba mtoto wa kiume yuko capable zaidi. Kwa hiyo kuna muda unaweza ukaenda mtu kama mtoto wa kike, mtu anaanza kumwambia architect, na bora hata kidogo na mwili. Kuna kama sisi ambao kidogo vimili vidogo wanaomba wewe unafanya nini? Naweza nikatolea mfano, nilienda kwenye mradi mmoja, sitautaja kwa jina, nilienda visiwani. Nilifika kwa sababu ilibidi niende na mwenzangu, lakini nilipata changamoto kwa kabidi mimi niende kama representative wa kampuni. Basi baada ya kufika kule, like they asked me, yani waliniuliza, umekuja na nani? Like yani walikuwa na wanachotarajia ni kwamba mimi ni niwe chini, alafu kuna mtu ambaye yuko juu yangu anisimamia, ambaye inabidi awe man. Na nimeenda kwenye presentation kwenye ile baraza, client alikuwa ni wa kiume, sijui maengineer wa kiume, mpaka mafundi and all the thing. Wanawake pekee ambao nilikutana nao ni wadada ambao walikuwa kwenye mapishi, usafi na vitu kama hivyo. Unaweza kuona kwamba bado kwenye tasnia yetu ile uchache wetu ni changamoto, inafanya tunashindwa kuaminika. Lakini changamoto nyingine ni mazingira, kwa sababu mtoto wa kike yuko very vulnerable katika vitu vingi. Kuna muda kuna site ambazo ziko very interior huko ndani. Kwa mtoto wa kike mazingira yale hawezi kustahimili sana kwa muda mrefu. Lakini kwa sababu ni kazi zetu inabidi tufanye na tunapambana nazo. Kwa hiyo ni changamoto kubwa. Lakini changamoto moja ya mwisho ambayo naona kidogo sasa hivi kuna mwitikio mzuri, angalau jamii inatusaidia, mabaraza, madawati yote yanatusaidia, ni changamoto ya rushwa, ya kuombwa rushwa ngono. Kwa kweli bado ipo, ingawa sasa hivi kidogo naona mambo yanakaa vizuri. Ni changamoto kubwa sana, lakini kitu pekee ambacho wanawake wenzangu ama women in this career wanaweza wakafanya ni kujitambua. Hiyo changamoto bado ipo na kila mahali ipo. Ni kama sisi tujitambue na tuweze kuendelea mbele. Asante. Asante. Swali lingine ningependa kujua ni makosa gani ya kisanifu yanayofanywa mara kwa mara na wamiliki wa majengo nchini Tanzania, na unahisi ni namna gani inaweza kutumika kuepuka hayo makosa? Sawa. Wamiliki wa majengo, kwa lugha ya kitaalamu tunaita clients. Okay, clients wetu wengi sana wanapata changamoto moja ambayo tunakumbana nayo. Ni kwamba wanakuwa wanaamini sana laborers, wanaamini sana mafundi. Yaani nafikia mahali unaanza mtu anakupa kazi akiana kwamba nina fundi wangu. Sasa it's okay. Mimi kama mtaalamu umenifuata niko designie, na naomba kwa jamii ambayo inatutizama kwamba katika kila kitu unataka kuanza kufanya ujenzi, watu wanakimbia gharama, anakuambia hiyo ni kwanza. Anakuambia gharama kubwa, mna gharama kubwa. Hii ni career, hii ni profession ambayo mtoto wa mtu amepelekwa shule, amesoma, amepambana kuipata, na anafanya vitu vingi. Kwa hiyo lazima kuna gharama ambazo zipo ambazo ni nafuu sana kwa Mtanzania wa kawaida. Kwa mfano, bodi yetu imepanga kwamba katika mradi architect ambaye na design anapata 6% ya mradi. Umeona? Ambapo ukiangalia 6% ni kama ukitumia milioni 10 unampa architect ni kama 600,000. Ni 600,000 ama ni ngapi? I'm so sorry kama nimekosea. Unagawanya kwa 100 unazidisha kwa 6. Yes, 6%. Mtapiga hesabu. Milioni 10 inakuwa 600,000. Ni 600,000, umeona? Sasa katika mradi milioni 10 umepata 600,000. Mradi mpaka unakamilika, lakini unakuwa una advantages nyingi. Unakuwa umedesign kwamba unajua nyumba yako inaanzia wapi inaishia wapi. Unakuwa umekiwa strategy kwamba masuala stormwater management, mafundi wako atasimamiwa, na mpaka nyumba, kwa sababu architect anaanza kuanzia site, yani ile ardhi ikiwa tupu mpaka nyumba unakabidhiwa funguo. Kwa hiyo unakuwa upo kwenye structure mpaka nyumba yako inakamilika. Lakini Watanzania wengi tunakwama sehemu moja, unamwamini fundi. Fundi atakuja atakwambia mimi najua. Anakuchimbia msingi, anafanya kila kitu, lakini hajui jua linatokea upande gani.
unajikuta nyumba yako inakuwa ni eneo ambalo you're not comfortable with. Lakini mtu ambaye ni mtaalamu ambaye tunazungumzia architect, landscape architect, interior designer, yeye anajua, atakwambia bwana hiki chumba kinabidi kukaa upande huu kwa sababu jua linachomoza upande huu. Ndio. Na linazamia upande huu. Kwa sababu muda wa mchana mara nyingi unakaa sebuleni. Kwa hiyo jua litaki kupiga sana huku. Lakini sasa mtu anaamini fundi wake. Fundi sawa, anajua kujenga, ndio maana hawa fundi, huyu fundi anasimamiwa na huyu mtaalamu. Kwa hiyo kuamini sana mafundi na kuacha kuanza kuwatafuta profession mtu ambaye anaweza kukudirect na akamdirect fundi wako afanye ujenzi husika. Jambo la pili ambao makosa ambao wanafanya sana client wetu ni nini? Kwenye masuala ya materials. Client wanaji ujuaji. In a simple language, nadhani tutaelewana vizuri. Maklienti wetu sana wanakuwa wajuaji. Yaani mtu anakuwa mjuaji kiasi kwamba mimi kama mpaka unachoka lakini ndio kwa sababu ni kazi huwezi kumchoka. Jamani, nitamwambia hii mimi nilishai kufanya. Mimi nimejenga bwana. Mimi nakwambia bana, hii kitu hii kwa sababu site yako iko hivi na hivi. Tufanye nini? Twende badala ya kukata and fill na udongo kila mahali. Tutaenda tutafuata terrain yako. Hii nyumba tutaweka chini basement, tutafuata juu, lakini mtu anakuambia hapana. Uko chini mimi ikididimia hau. Mimi tusha calculate, tumekaa na QS, tunakwambia bwana hii kitu inawezekana. Nilipata changamoto hiyo moja, nilimdesignia mtu. Ilikuwa ni maeneo ya Dar es Salaam kule kwenye wanaita kinini huku? Kinyerezi kwa huku. Barabara ya Kinyerezi huku chini. Nimesahau. Barabara ya Tabata Malamba Mawili. Kuna sehemu yuko huko hivi. Ukiangalia kidogo unaiangalia Pugu kwa mbele. Si nimesahau jina lakini ni maeneo hayo. Ni maeneo ambayo yako ni mabonde. Sasa changamoto ambayo tulipata yule mteja tulienda kuangalia site yake. Yaani sasa imekaa hivi. Umeona? Anakwambia tena alitufuata akasema jamani hii kitu inawezekana, naona site mbona imekaa hivi, itawezekana kweli kuijenga namna hii? Nikamwambia hamna kitu ambacho kinashindikana. Na hilo kiangalia headroom yake kabisa inafaa kabisa kuwa na kitu chini afu ndio kikapanda juu. Tukamdesignia the same way. Amekuja kutugeuka, haiwezekani, mnadesignaje vitu vimekaa chini, hii ni gorofa, hii sio nyumba. Nitaombeje kibali? Tukamwambia hii kitu ndio itakuwa advantageous kwako baada ya kutumia gharama kubwa. Alitupiga chini. Tumemdesignia tu akatupiga method ya kudesign na nini muda wa construction, akasema bwana mimi na watu wangu okay. Alitaka iwe flat kwenye yes, yeye anaamini kwenye cut and fill. Cut and fill inategemea. Sasa kwa yes ni changamoto. Ardhi uache ikae mwaka. Ardhi ilikuwa haina mfinyanzi such, lakini ilikuwa ina slope kubwa sana. Umeona? Asali ambaye alienda kumshauri kwenye swala la kujenga, hakumshauri vizuri. Kilichofanyika tukakuta amekata and fill, alitumia gharama kubwa sana kwenye kukata and fill. And still akajenga msingi mrefu sana kwa ajili ya kufuata ile tena. Lakini angetusikiliza manake angepata makazi chini mpaka tunakuja kufikia ground level, anaingia sebuleni kwake vizuri, maisha yanaendelea, angepata nyumba nzuri sana. Lakini amekuja kujenga baada ya muda gani hiyo cut and fill? Yaani mpaka sasa hivi kaishia kwenye msingi. Maana cut and fill ukifill inabidi ikae kama mwaka kujishindilia. Yes, kujishindilia, na alipata changamoto ilididimia. Wakajikuta kama inabidi tena ongeze nguzo nyingine kusupport udongo usifanye nini. Nyumba imeshuka. Lakini tulimwambia, kwa ndio hivyo kama tunaambia tupunguze ujuaji. Mtu anavyokuambia ni professional maana yake anajua kitu ambacho anakifanya. Kwa hiyo nadhani hizo ni changamoto mbili kubwa ambazo watu tunafanya sana. Sasa ni changamoto gani za kuwa architect, yani msanifu majenzi nchini Tanzania? Nchini Tanzania. Nchini Tanzania. Nchi yangu nakupenda. Sawa. Changamoto ambazo kuwa architect nchini Tanzania ni cha kwanza kabisa ni support. Yes, support ambayo inabidi ipatikane, na tunaomba sana taasisi ambazo zinahusika mtusaidie, kwa sababu wao vijana wadogo ambao wanamaliza wanakuwa wanapata changamoto nyingi sana. Cha kwanza kabisa kijana anapomaliza, upatikanaji wa tuseme wani ajira nini, upatikanaji wa ajira, yani ile eneo ambapo mtu anaweza akajikuza, akapata experience. Kwa sababu tukienda kuomba kazi wanakuambia tunamtaka mtu ambaye ana experience ya miaka 3 au 5. Lakini kumbuka huyu ambaye ametoka anahitaji
apate hiyo experience anaipatia wapi? Kwa hiyo even I remember wakati tunamaliza sikupata ajira, sikupata internship wala sehemu ya kujitolea. Nilikaa nyumbani almost karibia mwaka na nusu tukapata sehemu ya kujitolea. Kwa hiyo hizi ni changamoto, ndio maana natoa rai kwa watu ambao wana offices, wana firms wa support sana hawa wa vijana wadogo. Kwa hiyo changamoto kubwa sana ni support ya hawa yani graduates ambao wanatoka fresh from university ku practice ile knowledge yao ili waweze kupata hiyo experience ambayo inahitajika kwenye kazi. Nadhani ni changamoto moja kubwa sana. Lakini pia bado kuwa architect katika nchi ndani bado hatuaminiki. Yaani tasnia yetu bado ina changamoto kuaminika na wananchi. Wananchi ukimwambia, kwanza hata binafsi mimi mpaka leo watakwambia yule engineer. Yaani kuna ile bado hatujatambuliwa. Yaani bado ile utambulisho wetu haujakaa, yaani haujakaa vizuri. Mtu anashindwa kuelewa tofauti ya architect na engineer. Anashindwa kuelewa tofauti wa architect na engineer, lakini pia katika hao architect pia kuna ma branch. Sasa mpaka ukija kumwambia mimi ni interior designer hakuelewi. Kwa sababu kwanza tu anajua engineer. Kwa hiyo bado ule utambulisho wa architect kwa Tanzania bado haujawa vizuri. Kwa hiyo nadhani hizo ni changamoto kubwa mbili ambazo tunapitia architect katika nchi yetu. Ningependa kujua ni namna gani msanifu majenzi aliyemaliza hivi karibuni, yani young architect, anaweza akapitia ili kufanikisha usajili IQRB ili awe registered architect. Okay. Na kama nilivyosema awali kwenye swali la awali kuhusiana na support, ni kwamba mtoto kijana huyu ambaye amemaliza university ili kukamilisha usajili kwenye bodi yetu ya wa tathmini majenzi na sisi architects yani IQRB, inabidi aweze kupata tuseme ni kama mentor, yani yule architect ambaye yuko registered. Kama inabidi apate firm ambayo imekuwa registered na bodi. Inabidi afanye kazi katika kampuni hiyo chini ya huyo uangalizi wa huyo, maana yake huyu anakuwa ni kama mtoto ambaye anaangaliwa chini ya huyo architect ama landscape architect au interior designer ambaye amekuwa registered katika bodi husika. Anabidi afanye application, yani aombe, anaandika barua ya maombi. Alafu na ana attach CV yake na vyeti vyake ambavyo amemaliza navyo, yani cheti cha chuo kama vya secondary whatever the cases. Wanataka pia na utambulisho wake, labda cheti cha kuzaliwa na kitambulisho chochote ambacho kinamtambulisha kwamba ni Mtanzania ama ni mtu wa nje ya Tanzania. Then anafanya kazi katika kampuni hiyo husika chini ya uangalizi wa huyo mtu husika kwa miaka 2. Wakati huo anakuwa anaandika report, daily report tunasema ambayo anatuma kila mwezi. Lakini zinakuwa filled kila siku. Maana ile sheet inakuwa ina siku 5 za wiki. Alafu inakuwa imejazwa kwa tarehe husika, tarehe. Kwa mfano for this time wanakuambia tarehe 25 unatuma. Wana system yao. Siku hizi system iko nzuri, kwa kweli Mungu awabariki sana IQRB. Wameka system yao imekuwa vizuri. Kwa hiyo hizo daily report, na katika kila baada ya miezi 3 wanakuwa wanatuma zile quarter report kuonesha kwamba umejifunza kitu gani kwa kipindi hiki cha miezi 3. Ukishaandika hizo daily report, yani new system ambayo unakuwa umewekewa kila kitu. Lakini pia wakati unaendelea na hii program inabidi uwe umejisajili katika hivi vyama vya architect ama QS, kwa sababu tukizungumzia bodi yetu ina take hizi professional zote mbili. Na tukisema architecture maana yake inabeba architecture, inabeba interior design, inabeba landscape architecture. Architecture technologist and also the construction manager hivyo. Alafu tukisema upande wa QS maana yake ndio IQRB, pale kuna Q ni bama quantity surveyor, yani wa matathmini wa majenzi. Kwa hiyo inabidi upo kwenye hivi vyama. Tukisema architecture maana yake umejiunga kwenye AAT, Architect Association of Architects Tanzania. Na masuala ya QS ni ATQX, wanajiita TIQS, yes. Maana yake ni taasisi ambayo inahusikana na masuala ya au QS. Kwa lazima uwe kwenye hivi vyama. Then baada ya hapo kuna mitihani ambayo utakuwa unaifanya, ambayo itakuwa kuna written na kuna oral ambayo utaifanya. Ukishamaliza miaka 2 na kufanya mtihani umefaulu vizuri, utagraduate. Na hapo utatambulika kama graduate architect ama graduate landscape architect au hivyo. Then ndio unakuwa umepata ule
usajili. Ambapo hapo sasa na watakupa namba yao ya usajili, na sometimes ukitaka kufungua firm kuna hizi simu unashare kama ni QS na architect ama architect na architect, mnakuwa mnashare moto wenu. Ingawa kuna reform ambayo ilifanyika kwenye hii CBD ya mwezi wa 6 kama wa 7 kama sikosei, kwamba hata mtu binafsi anaweza akapewa moto, lakini anakuwa kuna conditions ambazo AQRB walisema wataset, kwa pia tunazisubiri. Kwa nadhani ndio procedure nzima ambayo inafuatwa mpaka mtu aweze kuwa registered. Asante. Karibu. Ni material gani ya ujenzi ambayo ni ya gharama nafuu na rafiki kwa mazingira ambayo wajenzi wanaweza wakatumia katika ujenzi? Gharama nafuu na rafiki kwa mazingira. Sawa. Tukisema rafiki kwa mazingira, sasa hivi dunia yetu inakuwa threatened na masuala ya climatic change. Nisema climatic change ni mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hiyo tukisema material rafiki kwa mazingira ni yale material ambayo yanatokana na nature. Ndio. Sawa. Sasa tukisema kwa mfano kama ile swali lako la kwanza uniuliza kwamba utajenga wapi? Nikakwambia nitajenga Iringa. Ndio. Yes. Material rafiki kwa mfano kwenye tuseme matofali ya kawaida. Mimi kwangu material rafiki ni matofali ya kuchoma. Ukiniambia hapa najenga Iringa. Kwa nini? Kwa sababu kwanza ni cost effective, kwamba cost yake iko chini, lakini pia upatikanaji ile raw material yake ambayo inatengenezewa inapatikana site husika. Kwa maana hiyo pia yani wewe hakuna sijui nitachukua sijui cement nitaleka hapa, hakuna usafirishaji. Kwa maana hiyo zile automotive waste sijui vitu gani na viepuka. Kwa hiyo tayari nimeshaenda mazingira kwenye air pollution sipo, lakini pia nimelinda cost, hamna sijui logistic nini kwa sababu nani yangu ziko pale pale, mafundo yangu yako pale pale. Ingawa tu changamoto ambayo utapitia ni muda na utengenezaji, inawezekana ukapata sio mzuri ile kama unavyohitaji kulingana na wewe utakasimamaje mafundi wako. Lakini pia effective kwa mazingira kwa nyama kuna masuala ya roof design. Mimi kwangu rafiki ni kutumia green roof. Ingawa kwa sasa watakwambia ni costful, pata zile na zake sijui permeable membrane sijui vitu gani, vitu vinakuwa viko vingi. Lakini kwa urafiki wa mazingira green roof ni rafiki sana. Kwa sababu kwanza masuala ya joto yanapunguza, lakini pia hautakuwa una zile changamoto za tunaita hizi stormwater management. Kwa sababu maji yako utakuwa unapata kule unayovuna, unapanda mboga zako sijui vitu gani kule juu na kila kitu. Kwa maana hiyo hakuna ile runoff ambayo inaenda. Maji mapaa yanapungua. Kwa sababu sasa hivi kwa mfano jiji la Dar es Salaam tuna experience hizi mafuriko. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu amejenga. Sawa. Yale mapaa yote yanatema maji vibaya mno. Maji yote yanakuja wapi? Yanakuja kwenye hizi miundombinu. Miundombinu fulani ndio zimejengwa vibaya ama hazitoshi. Kama sasa hivi malaki yamezidiwa. Ndio unakuta sasa unapata hizi mafuriko ambazo zinaendelea. Ndio. Kwa hiyo nadhani material machache ni hivyo, tutumie sustainable ways za construction. Sawa. Ni mbinu gani unafikiri ni sahihi kutumiwa na wasanifu majenzi au wajenzi katika jiji la Dar es Salaam kutatua changamoto za joto na mafuriko pasi na kutumia gharama kubwa? Sawa. Kwa jiji kama la Dar es Salaam tukiangalia asilimia kubwa ya mbinu za kusafirisha maji ya mvua ambazo tunaita kwa utaalamu tunaita storm water, nyingi zimetumia engineering ways, yani njia za kiengineer sana. Ni mtaro ambao unaruhusu maji kwenda, yani tunasema runoff peke yake, kwamba ya runoff. Sasa unakuta hizi runoff kwa sababu jiji tayari lina wakazi wengi, kwa hiyo maji ambayo yana run ni mengi. Kwa hiyo mbinu ambazo wanaweza wakatumia wataalamu ni njia ambazo zinaweza zikaruhusu maji ku evaporate, yani yatoke kama mvuke. Sijui kama mtanielewa, yatoke yaweze kupigwa na jua, naweza ku evaporate na wengine waweze kwenda chini na kupunguza ile runoff ambayo inaenda, ambazo tunaziita hizi ni landscape ways. Ni mambo ya kiutaalamu kidogo, lakini masuala ya mitaro ambayo tunasema mitaro ya kijani, kwamba mnaruhusu maji yaweze kwenda yaende kwenda ardhini na mengine yaweze kwenda angani na kupunguza ile maji ambayo yana flow.
Kwa hiyo nadhani hizo ni njia, lakini kwa sehemu kubwa ni mambo ya kitaalamu, nadhani inaweza ikawa ni somo lingine kabisa siku nyingine nikitualika. Yep. Ni ujuzi gani unafikiri aufundishwe mashuleni hasa kwenye shule ya architecture lakini ni muhimu sana mtaani? Okay. Hey. Hii inafundishwa lakini naomba tu itiliwe mkazo. Elimu ya ujasiriamali. Yeah. Elimu ya ujasiriamali ni muhimu sana mtaani, sana. Kwa hiyo nadhani katika vyuo vyetu na shule zetu za architecture sawa, nafahamu kwamba wanafundisha, lakini watilie mkazo, kwa sababu kijana anatakiwa, kuna kitu tunaita, nitaenda kidogo ndani, kuna kitu tunaita emotional intelligence. Tunafundishwa sana hizi intelligence hizi za darasani, lakini elimu ya ujasiriamali inamwezesha kijana kujitambua zaidi na kuweza kujipambania anapomaliza chuo. Kwa elimu ya ujasiriamali naomba itiliwe mkazo. Unamshaurije mhitimu aliyehitimu hivi karibuni, yani young architects graduate, yeah, aingie kwenye freelancing au aajiriwe? Okay. Na kwa nini? Ili swali kidogo lina uchokozi. Okay. Mbinu zote mbili ni sahihi, kwa sababu kuajiriwa ni bahati. Lakini ndio tumerudi pale kwenye swali letu la elimu ya ujasiriamali. Freelancing na ujasiriamali ni pacha. Kwa sababu tambana freelancing maana yake anajipambania yeye mwenyewe katika hizi kozi. Ingawa anahitaji backup nyuma ya watu ambao tayari wana experience. Kwa hiyo kijana ambaye umemaliza chuo, ukipata bahati ya kuweza kuingia kwenye ofisi ukaajiliwa, fanya ili upate experience, ili mwisho wa safari uweze kujipambania mwenyewe. Ndio tunaita freelancing. Lakini unaweza pia ukawa umeajiliwa and the same time tunafanya freelancing. Watafunza wako tangu chuo, mtu anapiga PJ, ile ni freelancing. Nikisema PJ maana yake nasema ni personal projects. Amepata nyumba ya shangazi yake, kwa unajua nasikia una nini, nyumba shangazi yake huko unamdesignia, unafanya, unamsimamia mafundi wake na nini, ile ni freelancing. Kwa hiyo hivi yes. Au mwingine ofisi imelemewa huko, anaitwa anasukuma gurudumu, kwa sababu mtafeli somewhere. Kwa hiyo umeajiriwa ni bahati, kwa sababu kuna watu ambao wamemaliza wanajua, lakini mpaka leo hawajajiliwa. Umeajiriwa, nenda kaajiliwe ili upate experience. Lakini unaweza ukafanya both, una freelance at the same time unapata experience yako pale. Sawa sawa. Yep. Swali la kishokozi. Ni mradi gani ulifanya unakuvutia na unajivunia nao, na ni kivipi ni la kipekee? Yaani ni kitu gani kinafanya mradi huo wa kipekee? Okay. Mradi ambao nilifanya najivunia nao. Mradi wa kwanza ni mradi wa, kuna shule moja ambapo sikuwa ni kwamba ndo main, kwa sababu mimi bado ni junior architect. Ni mradi wa tulikuwa tuna design shule ya sekondari. Shule ya sekondari ambayo itakuja kwa tu shule nzuri. Tumeanza nao na tunaendelea nao, na furahi kwa ajili ya ule mradi, kwa sababu nilianza from the scratch. Kitu pekee ambacho nimeweza kunajivunia na ule mradi, ama ni kitu ambacho ni kwa nini mradi ambao naupenda sana, ni kwamba ule mradi una involve element mbili. Kwa sababu kwenye architecture tuna general architecture, tuna landscape architecture, tuna interior design. Lakini mradi wa shule nimefanya vitu viwili at the same time. Tumefanya architecture general, at the same time tumefanya landscaping. Na landscaping imekuwa yenye kutosha, kwa sababu kwanza ni mradi ambao tumefuata terrain. Nikisema terrain tumepata nature nature ile eneo. Ndio maana nisema nimependa Iringa kwa sababu ya ile project. Ni site ambayo ina milima imeshuka, imepanda, una view ya milima, una maji yanatiririka, yani vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni mradi ambao una elements za architecture general, majengo na nini, lakini mimi kwa sababu niliingia kama landscape architect ambaye na bado niko junior, nikaingiza mambo yangu pale. Kwa hiyo umekuwa ni mradi wa kipekee sana kwangu. Nadhani huo mradi ndo pendwa sana. Sawa. Je, ni mbinu gani kwa wamiliki wa majenzi katika ni mbinu gani zitumiwe kwa wamiliki wa majenzi katika kuplani ujenzi wao? Iwe za nyumba za kuishi, za kupangisha, ni mbinu gani zitumiwe kwa wamiliki wa majenzi? Mbinu. Msijua ukisema mbinu unamaanisha nini?
mbinu ambazo wanaweza wakatumia kufanikisha ujenzi yani. Okay. Maana wengine maana wengine wanaendaga kufuata mafundi sijui. So, okay, nadhani hicho linakuja kufanana. Kuna swali niuliza very early huko. Mbinu jamani, clients, ujenzi ni tasnia pana sana na vitu vingi sana. Na sasa hivi naweza kuambia kuna wezi wengi sana kwenye hii tasnia. Yani kila mtu akishapata tu platform anaingia. Kwa hiyo unaweza kukutana na tapeli, kumbe anakuja kwa jina kwamba mimi ni architect, mimi ni nini, kumbe ni fundi tu. Swali la kichokozi la kuingizia hapo. Je, wewe mtu unamjua tu ni architect, utajuaje huyu ni architect? Yani kitu gani atakuthibitisha kwamba architect? Kwa sababu tunatambua kwamba ma-architects wako chini ya bodi. Na bodi iko pale, hata kitokea mtu kafanya kitu ni rahisi kumkamata kupitia bodi. Okay. Architect kwanza utambulisho wake, kwa sababu architect ukishasajiliwa unapewa kuna namba za usajili ambazo unapewa kwamba kama ni graduate utaandika pale ni GR fulani kwamba huyu bado yupo chini ya uangalizi wa kitu fulani. Lakini pia kampuni ambayo anatoka huyo mtu. Mtu anakuja, mimi ni architect, unatoka kampuni gani? Umeona? Siku hizi kuna architect wa mtandaoni. Mtu anajiita huko fulani mimi fulani anajua tu kutumia software. Anajua tu kutumia softwares. Si ndo elimu ya ujasiriamali, lakini ndo kuna wengine ambao wanakuja wanaingilia tasnia. Lakini kuna vitu ambavyo vinakuwa vijimisho siku majanga yakitokea anaingia wapi mitani. Kwa hiyo kama client unakuwa hauna ulinzi. Kwa sababu huyu mtu mmamini lakini si mtu sahihi kwenye eneo husika. Kwa hiyo architect angalia ametoka kampuni gani, je hiyo kampuni imesajiliwa, inajulikana. Inajulikana na bodi, kwa sababu mwisho wa safari itakuja kukumiza. Lakini pia mikataba ambayo mnaingia, kwa sababu kuna mikataba, kwa mfano kwenye ofisi ambazo sisi tunafanya, mkataba wetu wote wa ujenzi pale mwisho wa safari unaandika kwamba kuna zile legitimate things. Legitimate maana yake ni masuala ya kisheria. Kwamba any quarrelings, changamoto zozote huko tukukosana kati ya client na architect ama na firm itasuluhishwa na bodi yetu. Kama bodi inahusika. Sasa mtu unaingia naye mkataba, hakuna legitimation yoyote ambayo unaingia naye. Je, imetokea mtu kaingia mitini ama changamoto imetokea, hayupo popote, hayupo ikarabia, hayupo popote. Umepata changamoto unamfuata nani? Ama ndo kuna mtu anaingia kwenye ujenzi, unakuta amekuweka slab kako hivi, nguzo, kuna mtu mmoja alijenga kwenye beam kule akaekewa mlunda. Sasa unaweza kujiuliza nini kinafanyika. Kwa hiyo masuala ya legitimation. Kwa hiyo mbinu ambazo zinaweza kutumiwa na clients ama watu ambao wanamiliki majengo, namaanisha ni raia wakenda nataka kujenga. Cha kwanza kabisa tafuta mtaalamu ambaye atakusaidia. Mtaalamu maana yake ni kwamba atakushauri, ataenda site. Architect lazima aende site. Angalia site yako ipoje. Kwa sababu sio tu unanipa site yangu ina 3 kwa 4. 3 kwa 4 flat au mteremko? 3 kwa 4, 3 kwa 4 nini? Wa makazi ni eneo la viwanda, kwa sababu utajenga unakuja kubomolewa. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo. Kwa hiyo gharama unaingia gharama zaidi. Yes. Kuna watu wengi walijenga mtaani kwetu huko, nyumba zile zilibomolewa. Watu ambao walipata pressure, kuna mama watu mpaka leo kaparalyze kwa sababu ya ile frustration. Kwa hiyo kwanza kabisa kuwafuata wataalamu. Akwambie, angalie kwenye zile ramani za mipango miji kwamba je ile eneo ni kweli ni la makazi? Umeona? Je kuna kibali cha ujenzi? Akudesignia, angalia atakudesignia na anakushauri. Kwa sababu inawezekana unataka gorofa hapo, kumbe hilo ni eneo ni bonde la ufa, haitaki kujengwa gorofa hapo. Kwa hiyo ni kufuata wataalamu. Baada ya kufuata wataalamu, hakikisha wataalamu huyo mtaalamu yuko legitimate kwamba anajulikana. Lakini katika yote ni ushirikishwaji kati yako wewe na mtaalamu. Huyo mtaalamu ndo atakusaidia kwamba kuambia mafundi, kwa sababu yeye ndo ataongoza mafundi. Nakuuliza hiki au hiki, una select your favorite. Okay. Lumion au 3D Max? Lumion. Yes. SketchUp au Revit? SketchUp. Okay. Haya, swali la mwisho kabisa tunamalizia. Ombi la mauzi kutoka kwa mteja ulilowahi kupokea. Mteja kutokulipa jamani. Yaani mteja anakuwa na kupressurize kazi, unafanya kazi
anakwenda ile kazi yani anakupressurize. Vipi mbona hujatuma? Hivi. Au mteja anabadilisha sana design. Unaweza ukapresent umeweka chumba hapa. Akamwambia nataka uonekane sehemu ya kusali hapa. Hichi na yani mteja kwa kigeugeu. Alafu ukishamaliza kazi ukikosea ukampa alipi kwa wakati. Yaani unaweza ukapiga simu na simu inaweza kukuzimia kabisa. Kwa hiyo hayo ni maudhi ambayo yanatokea na kia ule kigeugeu ile unabadilisha design. Kwa sababu unajua tunafanya design mpaka unamaliza. Ukiniambia nibadilishe kitu kidogo maana yake narudi kwenye design nzima. Kwa ile mteja kuwa kigeugeu. Maana yake kama nataka nimevitatu nimewaza bwana ongeza kimoja mama mko atakuwa anakuja. Kwa ile kuwa kigeugeu pia. Nadhani hayo ni maudhi ambayo yanatokeaga sana lakini ni changamoto na huwa tunadili nazo. Hivyo. Sawa, asante sana Rhoda. Asante. Nashukuru watazamaji wote mliotusikiliza mpaka kufikia muda huu. Tutawakaribisha tena kwenye vipindi vijavyo. Usisahau kucomment, kulike, kusubscribe, kushare. Comment yako itatuwezesha kuweza kutambua ni mgeni gani utamhitaji baadaye au kama ukishauri kitu gani tuboreshe zaidi au ni nani ungependa aitwe au kitu gani unapenda kufahamu, tutafurahi. Karibuni Thamini Ujenzi. Bye.